Yeah, tofauti kubwa iliyopo kati ya Wizara ya Afya na wizara hii ya Maliasili na Utalii ni kwamba kwenye Wizara ya Afya zaidi tulikuwa tunatoa huduma. Yaani ni wizara ambayo mtu anaona ni kama kutoa huduma kwa wananchi, kwamba ni huduma za afya. Japokuwa alikuwa kwa mambo mengi, na sisi kama wizara ambayo ni central, zaidi tulikuwa tunahusika na mambo ya sera, kutunga sera, kutunga sheria, kusimamia utekelezaji wa sera, utekelezaji wa sheria mbalimbali. Ndio kimsingi ndio ilikuwa majukumu yetu makubwa. Lakini kwenye wizara hii kwa namna nyingine, utofauti wake unauona ni kwamba ni wizara ambayo imekaa kibiashara zaidi. Pamoja na kwamba ni wizara ambayo iko central kwa maana ya serikali kuu, lakini pia wizara hii inaingiza pato la taifa. Ni wizara iko tofauti na ile kidogo. Ile inachukua pesa kutoka kwenye serikali kwenda kuhudumia wananchi. Hii inaingiza pesa ndani ya serikali. Kwa hiyo unaona ule utofauti pale. Na tofauti nyingine kubwa ni kwamba wizara ile ya afya zaidi mnashughulika sana na wadau wa kimataifa, wadau loko katika kuwahudumia wananchi. Yaani na maslahi ya namna hiyo ya watu wengine. Lakini wizara hii ina maslahi makubwa sana ya kibiashara ya watu mbalimbali, na ina makundi mengi sana ambayo yana maslahi yake kwa sababu ni biashara zaidi. Ukizungumzia utalii unazungumzia biashara za watu. Unazungumzia biashara za watu wenye mahoteli, unazungumzia biashara za watu wanaohusika na uwindaji, unazungumzia biashara za watu wanaohusika na mambo ya usafirishaji, tour operators na makundi ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa zaidi wizara hii ni kama business, kama biashara. Kwa hivyo kuna maslahi ya watu, kwa sababu kuna wawekezaji humo ndani. Wawekezaji kule kwenye sekta ya afya ni wawekezaji ambao wana lengo la kuhudumia watu, kwa maana wanatoa msaada, charity. Kati wawekezaji kwenye sekta hii hawamhudumii mtu bure, wanauza huduma. Kwa hiyo hapo utaona ule tofauti mkubwa. Lakini sasa huu tofauti huu wa wizara kwa mfano kama ile ya kihuduma zaidi na wizara hii ya kibiashara zaidi unasababisha kuwepo na migongano mingi sana. Kuna misuguano, mivutano, kwa sababu kila mtu ana maslahi yake. Ukifanya mabadiliko ya kodi lazima kuna maslahi. Ukifanya mabadiliko ya ushuru kwa sababu kuna maslahi ya watu, kwa hiyo lazima kuna mgogoro hapo. Yaani kila utakachokifanya ni mgogoro. Ukifanya uamuzi mkubwa wa kisera, mgogoro. Ukifanya mabadiliko ya sheria, mgogoro. Kila kitu utakachokifanya ni mgogoro. Lakini pia wizara hii ina dhamana kubwa ya kwanza ni uhifadhi wa rasilimali za taifa. Ardhi ya Tanzania imehifadhiwa kwa takriban 32.5%. Sasa ardhi hii ilipitishwa kwa kiasi kikubwa kwa sheria ambazo zilitungwa kipindi tuko chini ya utawala wa Waingereza kabla ya mwaka 61. Na kwa mfano hifadhi zote hizi za taifa pamoja na Ngorongoro zilianzishwa mwaka 1959. Lakini pia haya game controlled areas, unasikia mapori tengefu, pori tengefu la Loliondo, pori tengefu la Kilombero. Haya mapori tengefu yote yako jumla 42 yalianzishwa mwaka 1951 kwa mara ya kwanza kwa sheria ambayo ilikuwa inajulikana kama Fauna Conservation Ordinance ya mwaka 51. Kwa hiyo unaona haya mapori yalihifadhiwa kwa sheria ambazo zilitungwa miaka 50 na zaidi iliyopita. Na kwa maana hiyo wakati ule idadi ya watu ilikuwa ndogo, mahitaji ya maeneo kwa ajili ya mifugo, mahitaji ya maeneo kwa ajili ya kilimo yalikuwa madogo, na vile sayansi ya wakati ule ni tofauti na sayansi ya leo. Kwa hiyo facts za kisayansi zilizofanya sheria zikatungwa kipindi kile ni tofauti sana na facts za kisayansi ambazo zitafanya leo hii mtu uje na sera tofauti. Mpange wao wanatulipa pango kila mwaka, sisi tutapata faida kubwa. Lakini pia wao kwa sababu watakuwa natoka huko kwenye hizo nchi ambazo
zinatuletea watalii wengi hapa nchini, wataweza kujaza vitanda mwaka mzima. Kwa hivyo tutakuwa tumechochea ukuaji wa pato unaotokana na utalii, lakini pia tutakuwa tunapata pango. Kwa hivyo kimsingi, kuliko kuuza zile hoteli, ni bora zibaki kuwa mali ya serikali na tupangishe watu. Kwa hivyo wazo letu limejikita hapo kwamba tunaona tunaweza tukapata faida zaidi kwa kuzichukua zile hoteli. Kwa hiyo tunafuata, nilitoa siku 60 ili mchakato wa kisheria ufuatwe. Kwa hiyo kuna kamati ya kiufundi ambayo inaongozwa na timu kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na timu kutoka kwenye ofisi ya Treasury Registrar, msajili mkuu wa hazina, na watu wetu watanipa ushauri sasa ndani ya hizo siku 60 ambazo nilizisema. Na nitakapopata ushauri, nitaomba ridhaa ya viongozi wangu wa juu tuweze kupata mwongozo nini tufanye. Lakini sio tu, hatutoishia kwenye hizi hoteli hizi 10, lakini pia tunakusudia kuanzisha miradi ya ujenzi wa hoteli zisizopungua 20 kwenye maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii, kwa kutumia njia hiyo hiyo kwamba naweza tukawaalika watu. Kwa mfano sasa hivi National Housing Corporation ama mashirika ya hifadhi kama LPF, kama NHIF, kama NSSF yanawekeza kwenye majengo kule kwenye majengo yanawekeza, lakini hayapati wapangaji wala hayauzi hizo nyumba zote ambazo wanazitengeneza. Kwa hiyo tumefikiria kwamba kwa nini tusiwaalike hawa watu wajenge kwenye maeneo potential kama kule kwenye hifadhi za taifa, alafu wapangishe waendeshaji wa hoteli kama kwa modo ile niloisema, kwa sababu serikali ni hiyo hiyo tu, hata wakipata LPF bado ni serikali. Kwa hivyo tumekusudia kualika hawa watu wote wa hifadhi ili tuwagawie viwanja, tuambie wawekeze kwenye mbuga zetu. Mimi nilipokwenda ile ziara yangu ile ya kwanza ninayoisema, ambayo nilikwenda mpaka kule Loliondo, nikazunguka Serengeti, Ngorongoro, nilifanya ziara kwa wiki nzima. Mwisho nilikuja kurudi Arusha kwa ajili ya kufanya mkutano na wadau wa utalii pale. Na usiku wake nilipofika, kuna mmoja wa marafiki zangu kisiasa kanifuata, ni dada mmoja kanifuata, akanieleza. Kabla hapo alikuwa ameshaanza kunieleza kwamba kuna mtu ananitafuta, anataka kuonana na mimi. Nikamwambia kwa kweli kwa sasa hivi niko very tight na ratiba ngumu sana, sitoweza kuonana na mtu. Na alitaka anione kabla sijaenda ile ziara na kabla sijafanya mkutano wa wadau ambao niliufanya hapa Dodoma kabla ya kuanza ziara. Akaniambia bwana, yeye anakuja ataniona. Nikamwambia haitakuwa ngumu sana kwa kweli kunipata, naomba nikifika Arusha, kwa sababu naye anaishi Arusha, naomba nikifika Arusha nitatafuta muda nitakuona, tutazungumza. No, hapana, ni lazima tuonane kabla hujaenda kwenye hicho kikao. Nikamwambia itakuwa ngumu, hutonipata kwa sababu niko busy sana. Kwa kweli hatusiwezi kumkubalia, tukuweza hakuja na wala hatukuweza kuongea. Kwa hivyo ile siku tulipokutana kule Arusha, akaniambia kwamba kuna mtu anataka kukuona na nini. Nikamkatalia, nikamwambia kama unataka kuja kunisalimia njoo tuongee. Kwa hivyo akaja, tukaongea, alikuja na mume wake, akaja tukakaa, tukaongea, tukanywa chai. Basi mwisho akanieleza bwana, huyu mtu alikuwa anakutafuta ni huyu, lakini hata hivyo nadhani sasa hivi hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika, lakini huyu alikuwa na nia kuzungumza na wewe kuhusu kitalu na nini, lakini huyu amekuwa akiwawezesha mawaziri na mimi nafahamiana naye kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo nadhani hii ni fursa kwako. Nikamwambia hapana, mimi kwanza kwa sababu anataka kuja kwa nia hiyo, hawezi kuniunganisha mimi na alivyokuwa akifanya na hao mawaziri wengine walionitangulia. Nikamwambia lakini la pili, mimi sifanyaje hayo mambo, kwa hivyo sintoweza hata kuonana naye. Lakini mwisho basi aonana naye tu angalau msikilize ana hoja yake. Nikamwambia
Hapana, kama ana jambo aandike barua, apeleke ofisini, talishughulikia. Akiona ana shida sana ya lazima aonane na mimi, aje ofisini, aombe appointment, tutampa fursa, tutamsikiliza. Kila raia ana haki ya kutuona sisi viongozi, kwa sababu kimsingi tunafanya kazi kwa lengo la kuwahudumia raia wenzetu. Basi kwa sikukubali. Lakini kesho yake baada ya nikafanya kikao na wadau pale Arusha, jioni nikawepo sasa Arusha, tunasubiri kwa kulala. Kesho yake niamke niondoke nirudi Dodoma. Jioni katika makorido huko ndio nikakutana na mtu ananiambia, bana jamaa anajitapa sana. Anasema japokuwa umekataa kumuona na umekataa ujumbe wake, lakini hamna kitu, huwezi kumshinda. Anasema wenzako wote walipiga magoti mwisho wa siku, hata wao walikuwa wagumu hivyo hivyo, na wewe utalainika tu. Kwa sababu tena anasema kwamba kama aliweza kumpa mtangulizi wako $200,000, wewe na utoto wako na njanja zako hizi $100,000 tu inakutosha. Of course kwa kama jokes, kama utani hivi. Lakini mimi I took it very seriously. Nikamwambia, sikiliza rafiki yangu, mimi kwanza yeye hanijui vizuri, mimi sina njaa. Ni bora nibaki na heshima yangu kuliko kudhalilika kwa kuchukua rushwa. Kwani mimi nakosa kitu gani nikiwa waziri na nikiwa mtu safi namna hii, na nikafanya kazi yangu kwa uhuru, nikafanya maamuzi bila kusukumwa na mtu kwa pesa, bila kupewa maelekezo na mtu, labda nipewe maelekezo na wakubwa walioniteua. Lakini nadhani hanijui tu vizuri. Mimi sina njaa kiasi hicho. Sintochukua pesa yake, na kamwe hatupata favor kutoka kwangu kwa njia hiyo. Ni bora aje ajenge hoja, tuitazame hoja yake, tumsaidie wazi. Na uzuri mimi nafanya maamuzi yangu kwa njia za vikao. Kwa hivyo hata siku akisema anataka kuja kuniona, manake nitaita timu ya wataalamu, sote kwa pamoja tutamsikiliza, tutajadiliana naye. Tukiona proposal yake ni nzuri, tutakubaliana kwamba tukubali ama tusikubali. Kwa mwisho wa siku haliwi jambo langu peke yangu, linakuwa jambo letu mimi na wenzangu kwenye wizara. Kwa sababu hawezi kunipa maelekezo ambayo najua mwisho wa siku yatanivuruga. Kwa hiyo nilikataa kumuona kimsingi. Lakini baadaye nikaja nikaambiwa ni mwekezaji wa kampuni moja ambayo inatokea nchi hizi za Falme za Kiarabu, na amekuwepo toka mwaka 1992, na ndio kampuni ambayo ilihusika kwenye hizo kashfa zinazotajwa kama Loliondo Gate. Wengine wanahusisha na kupotea kwa mwandishi mmoja wa miaka hiyo kwa kiitwa Stan Katabalo nafikiri. Na ndio kuna waandishi wengine mpaka leo wapo wanaandika kwenye magazeti mengine, nao wanatajwa kuwa kwenye. Kuna mlolongo mrefu wa watu ambao ni nao ambao wamekuwa wakiwa kwenye mfuko wa huyo mkurugenzi ambaye anawakilisha hiyo kampuni hapa. Na bahati mbaya sana ni kwamba yule mkurugenzi hana siri. Akishakupa pesa, atavumilia mwezi miwili, ataanza kusema huyu tuko naye. Akija mtu anataka kufanya kitu tofauti, sema huyu hataweza kufanya chochote, sisi bosi wake tunaye. Umeona? Kwa hiyo hana siri yule mkurugenzi. Kwa kawaida atasema tu. Kwa hiyo wote ambao wapo kwenye payroll ya huyo bwana tunao, majina yao tunayo. Na ndio maana umeona mwisho wa siku nikasema sasa nataka isiwe fununu, kwa sababu kuna mamlaka ambazo zina ujuzi na nguvu ya kuchunguza. Kwa nini zisichunguze? Kwa hiyo nimesema hili swala sasa tulipeleke kwenye hizi mamlaka ili tupate ukweli. Kama ni fununu tujue, kama ni ukweli watu walikuwa wanahongwa tujue. Kwa hivyo nimeamua nitalipeleka hili swala la tuhuma hizi za rushwa ambazo zinazungumzwa kwenye makorido mbalimbali TAKUKURU, ili TAKUKURU ambao wana ujuzi na mamlaka ya kuchunguza mambo yote yanayohusiana na rushwa waweze kuchukua hatua kama watathibitisha kama kuna mtu yeyote yule kweli amehongwa ama la.
mpaka sasa angalau nimeweza kujiridhisha kwa mtu mmoja ambaye nimeshamchukulia hatua. Nimejiridhisha kwamba huyu ndio connection kubwa ya Mwarabu. Yuko wizarani kwako? Sasa nimeshamchukulia hatua, nimemsimamisha kazi. Okay. Nimejiridhisha kwamba yeye yuko karibu na yule mwekezaji, na nimeona atatuvuruga kadri tunavyoendelea kutatua migogoro mbalimbali, lakini pia anavujisha taarifa mbalimbali za mambo ambayo tunayafanya ndani, na ni kwa sababu hiyo ndio maana nikaona huyu hatuwezi kwenda naye wizara hii, kwa sababu anaweza akahatarisha hata maisha yetu sisi pale wizarani, kwa sababu tunashughulika na majangili, tunashughulika na watu wenye pesa, tunashughulika na watu ambao wana nguvu, wana connections kubwa. Kwa hivyo usiri na uaminifu miongoni mwetu ni jambo la lazima sana. Kwa hivyo nilivyoona tu kwamba kumekuwa hakuna usiri, na nikagundua kwamba siri zinavuja kupitia yeye, nikaunganisha na connection alionayo na huyo mwekezaji, nikaona huyu atupishe, akae pembeni. Na kwa sababu mimi sio mtaalamu muumbe wa uchunguzi, nikasema niwape wabobezi kwenye eneo hilo waweze kufuatilia jambo hili. Wakijiridhisha watachukua hatua, wakiona wamekosa ushahidi basi atapangiwa kazi nyingine. Lakini kwa sasa nimeona siwezi kuwa na mtu wa aina hii ndani ya ofisi yangu. Kwa hiyo ni kundi moja. Kuna wanahabari pia, sio? Wanahabari pia tuna taarifa zao za kutosha, lakini mimi kwa kweli nimewapuuza tu, kwa sababu hawezi kuwa na madhara yoyote kwangu. Sana sana wataandika habari za uongo. Unajua uzuri ukiwa unajiamini na ukiwa msafi, huwezi kutishika sana na vitu vidogo vidogo kama kuandikwa kwenye gazeti. Sababu utaniandika nini sasa? Mimi sina kashfa, najijua, yani niko clean. Fanya na kamati ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikaamua kuyatolea uamuzi. Moja wapo ni kwamba wananchi walikuwa wanazuiliwa wasinyweshe mifugo yao kwenye mito ambayo ipo kwenye vijiji vyao. Sasa hata kama tunahitaji kulinda vyanzo vya mito, lakini hivi vyanzo vipo kwenye ardhi ya vijiji, na vijiji vile ni halali, hatujavitengua kwa mujibu wa sheria, na wale ni wananchi wetu, na ile mifugo nayo inahitaji maji, na wale wananchi wanahitaji huduma wao na mifugo yao. Hatuwezi kuwazuia wasitumie maji ghafla tu ukasema wasitumie maji. Kwa nikasema hili alisubiri Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hekima ya kawaida tu inakuongoza kusema kwamba hawa wananchi wana haki ya kutumia haya maji mpaka tutakapowekea utaratibu mpya wa namna ya wao kupata maji ya kutumia, lakini pia maji ya kunywesha mifugo yao. Kwa hilo nikasema hapana, hili lazima ofisi yetu ya mkoa wa wilaya, ofisi yetu ya halmashauri na ofisi yetu ya uhifadhi wakae kwa pamoja, wakubaliane kuweka utaratibu na kuweka mahala ambapo mifugo ya wananchi itaenda kunywa maji bila kuathiri kuleta madhara ya kimazingira kwenye vyanzo vya maji ambavyo vinazungumziwa. Hilo ndio lilikuwa la kwanza. Lakini la pili ambalo nilisema ni kwamba pale kulikuwa kuna mifugo ambayo imekamatwa kwenye ardhi za vijiji, kwa sababu pamoja na uwepo wa kamati ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na uwepo wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati alipofanya ziara kule ambayo yangepaswa kutekelezwa, kuna mamlaka zilizokuwepo, waziri aliyokuwepo na kushiriki kwa ushirikiano na mamlaka nyingine, watu wetu wa pale wa hifadhi pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya, wakaanzisha operation ya kutengeneza kitu kinaitwa buffer, ambacho ni kama kilomita 5 kutoka kwenye mpaka wa Serengeti. Sababu za uwepo wa buffer kwa ajili ya kuilinda Serengeti ziko wazi. Mtu yeyote mwenye akili huwezi kupinga. Lakini namna ilivyofanywa haikuwa haki kwa wale wananchi, kwa sababu unaenda kuweka buffer, manake unaongeza eneo kwenye ardhi ambayo sio yako, alafu unatumia nguvu.
ingepaswa kunegotiate na wale wananchi, kupatanisha, kuzungumza nao, kuwaelewesha umuhimu wa kutengeneza bafa baina ya wao na hifadhi, kutokana na umuhimu wa hifadhi, na kueleza kwamba wanyama wale hawajui mipaka. Mipaka tumeweka sisi binadamu. Kwa hivyo kwa usalama wa wananchi, lakini pia kwa usalama wa wanyama, ni vema wananchi wakaondoka kwenye hilo eneo ambalo walikuwa wamekaa, ili kupisha wanyama ambao watapitiliza ule mpaka wa Serengeti. Kwa sababu sio ardhi ya hifadhi ya Serengeti, ni ardhi ya pori tengefu la Loliondo ambalo lilikuwa kwenye mgogoro. Kwa mimi nikasema, kwa sababu hii mifugo mmeikamata kwenye pori tengefu la Loliondo, hamjaikamata kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo irudisheni kwa wananchi. Nikairudisha. Na nikasema operation ya kuwaondoa wananchi sasa isimame, kwa sababu tunasubiri sisi sote kwa itifaki, tunapaswa kusubiri maelekezo ya kiongozi wetu. Waziri mkuu ana kamati yake, kamati imefanya kazi, ana ripoti, na pengine ana namna ambayo nataka tutoe suluhu ya changamoto iliyoko hapa Loliondo. Sasa kwa nini mliendesha operation? Hakuna mtu anayekupa sababu za msingi. Hakukuwa na haja ya kufanya operation. Kwa nikasema hii operation isitishwe na wananchi warudishwe mifugo yao, kwa sababu mmeikamata kinyume cha sheria. Na hilo la maji, nilitoa hayo maagizo matatu tu. Nikasema la 4, wananchi muendelee kuvumilia, tumsubiri mheshimiwa waziri mkuu. Wakati mheshimiwa waziri mkuu alikuwa safarini nje ya nchi, nikasema tumsubiri, na kirudi, jambo la kwanza mimi nitakaloenda kuzungumza naye ni hilo, anipe maelekezo nini tunafanya kwenye eneo hili, tumalize hili, tufungue ukurasa mpya. Miaka ile ya 90 hapa nchini, kufuatia kitu ambacho kinajulikana kama Azimio la Zanzibar, yalifanyika mabadiliko makubwa sana ya muundo wa uchumi wetu. Kutoka kwenye uchumi ambao ulikuwa tunaita state planned economy, uchumi ambao unapangwa na kuendeshwa na mamlaka za kiserikali. Kwa hivyo serikali ilikuwa inamiliki viwanda, serikali ilikuwa inamiliki mahoteli, serikali ilikuwa inamiliki biashara, mashirika makubwa ya kuhudumia watu. Kwa hivyo kulikuwa kuna shirika moja lilikuwa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, ilikuwa inajulikana kama Tanzania Tourist Corporation, TTC. Shirika hili lilikuwa linamiliki hoteli 17 nchini. Na zote zilikuwa ni hoteli za kimataifa, hoteli za kisasa kabisa, nyota 5, nyota 4. Na zilikuwa zinaenda vizuri tu. Kwa sababu sasa serikali ilikuwa inajiondoa kwenye uendeshaji wa biashara, uendeshaji wa taasisi. TTC pia mali zake zote zile ikavunjwa na mali zake zikapelekwa kwenye taasisi iliyokuwa inajulikana kama PSRC ili ziweze kuuzwa. Kwa hivyo mahoteli yote 17 yakauzwa kwa wawekezaji mbalimbali. Mengi yaliuzwa kwa bei za kutupwa, na mengine yalikuwa bado mapya kabisa wakati huo, na kulikuwa kuna mikataba ambayo ilifungwa katika mauziano. Na katika ile mikataba kuna kifungu cha namna ya kuvunja ule mkataba, kwamba kuna mambo fulani ni lazima yazingatiwe. Kwa mfano kule kwenye ndani ya Serengeti kuna hoteli, tuseme kwenye mbuga Serengeti na Ngorongoro kuna hoteli takriban 4 kwa mfano, ambazo zinamilikiwa na kampuni moja, na hizi hoteli zote ni za kimataifa sana. Zilinunuliwa na mtu mmoja na zilinunuliwa kwa bei ya kutupwa sana, na kulikuwa kuna masharti fulani, lakini toka zimenunuliwa mpaka leo 10 katika hizo hoteli 17 hazijaweza kukidhi masharti ya mkataba wa mauziano. Hoteli ya kwa mfano hoteli ya 77 kule Arusha ndio juzi imeanza kuendelezwa. Angalau yenyewe, kwa sababu tumeona mwekezaji yuko serious na anafanya uwekezaji mkubwa, tumesema hii tunaisamehe. Lakini katika zile 17 ni 6 tu ambazo zina maboresho ya hali ya juu na zipo kwenye viwango. Mfano kama Kilimanjaro Kempinski, ambao zamani siku hizi inaitwa Hyatt Regency the Kilimanjaro,
yenyewe iko vizuri. Kwa hiyo imepass test. Kile kikaguliwa iko vizuri. Na baadhi ya hoteli. Lakini 10 katika hizo hazijaweza kukidhi matakwa ya mkataba. Kwa hivyo wakati nazungumza na wadau hapa Dodoma, nilielezea kwamba tuna changamoto ya idadi ya vyumba kwenye hifadhi zetu, na changamoto hii inasababishwa na baadhi ya hoteli ambazo zilikuwa mali ya serikali kuendeshwa chini ya kiwango na kushindwa kuwa na tija katika kujiendesha kwake. Kwa hivyo unakuta zile hoteli tuna mapungufu ya vyumba, lakini zile wageni hawapendi kwenda kufikia kwenye hizo hoteli. Kwa hiyo unakuta zenyewe labda bed occupancy labda ni 30%. Kama na vitanda 100, vitanda 30 ndio vina wateja, vitanda 70 havina wateja. Na wakati sisi tuna upungufu wa vitanda kwenye hifadhi zetu. Kwa hiyo nikasema pengine tuna kila sababu ya kutafakari namna ya kuzirudisha ndani ya serikali, ili serikali itafute wawekezaji wapya ambao wataweza kuziboresha na kukidhi mahitaji ya masharti yote ambayo yanawekwa na mkataba wa mauziano, ili zijiendeshe kwa tija, zitusaidie kuongeza idadi ya vyumba kwenye Serengeti. Swala la vitalu ni katika maswala tete sana kwenye hii wizara. Usipokuwa makini toka mwanzo utaingia mtegoni. Na ndio maana mawaziri wengi hawajabaki salama. Kuna mambo kadhaa kama 3 hivi ambayo yamekuwa yakiwamaliza, yakiwatafuna mawaziri kwenye wizara hii. Mojawapo ni hilo la vitalu, na ndio kubwa zaidi. Swala hili lilivyokaa ni kwamba mfumo wa ugawaji kupitia kifungu cha 38 ambacho kinaelezea namna vitalu vya uwindaji vitakavyogawanywa cha sheria hiyo ya wanyamapori ya mwaka 2009, sheria namba 5, kinaweka ule utaratibu. Na ule utaratibu unaowekwa pale unajulikana kama administrative leasing. Ni utaratibu ambao kuna kamati ambayo inafanya tathmini, kamati ya ushauri wa ugawaji wa vitalu, inaitwa kamati ya ushauri wa ugawaji wa vitalu. Ile kamati ikisha fanya tathmini ya maombi ya watu wanaotaka vitalu, inamshauri mheshimiwa waziri agawe vitalu. Sasa kwa muda mrefu sana wale wanaomshauri mheshimiwa waziri wamekuwa na maslahi ya kupata rushwa kutoka kwa watu wanaoomba vitalu. Mawaziri wanaokaa kwenye kiti, kwa sababu mwisho wa siku watafanya maamuzi ya kugawa vitalu, lazima nao watakuwa na maslahi, kwa sababu mwisho wa siku watagawa vitalu wenyewe kwa kalamu yao. Kwa hiyo either anaweza akampa mtu kitalu kwa upendeleo, kwa sababu anagawa kwa uamuzi wake yeye, at his own discretion. Anagawa yeye kwa uamuzi wake. Ama anaweza akawa ameamua kugawa kwa sababu ameshawishiwa kwa namna yoyote ile, sio lazima kwa namna ya pesa ama kwa namna yoyote. Ama anaweza akagawa kwa vigezo ambavyo vitatokana na ushauri aliopewa kutoka kwenye ile kamati yake ya ushauri. Kwa hivyo mfumo wenyewe tu kwanza ilikuwa ni tatizo, kwa sababu mfumo unaruhusu mtu mmoja mwisho wa siku afanye maamuzi. Sasa mfumo wa namna hiyo unajenga mazingira ya uwepo wa rushwa kwenye mchakato. Inawezekana hata rushwa isiwepo, inawezekana hata upendeleo usiwepo, lakini ule mfumo tu ulivyokaa unaweka mazingira ya kutiliwa mashaka kwamba hapa kuna rushwa imetendeka. Na mawaziri wengi, kwa sababu ya ile power ya kufanya maamuzi kubaki kwenye mikono yao, kwamba mimi ndo nitaamua mwisho wa siku nani apate kitalu, hawakuwahi kupenda kubadilisha huo utaratibu, kwa sababu ni utaratibu ambao ulikuwa moja kwa moja unawapa wao mamlaka, lakini pili, kwa mtu anayependa kupokea rushwa unampa fursa ya kupokea rushwa ili atoe vitalu.
Kwa hivyo mimi nilipofika wizarani na kusoma ile sheria vizuri na kuelewa na kufuatilia historia kwa nini na mawaziri wengi wamekuwa wakianguka kwenye wizara hii, nikagundua kuna changamoto kubwa sana ya namna ambavyo vitalu vinagawanywa. Nikasema kwanza mimi sintogawa vitalu kwa njia hiyo, lakini pili nitabadilisha utaratibu. Wakati najifikiria kubadilisha utaratibu, nikagundua kwamba kuna tafiti mbalimbali zimefanywa na wasomi wetu wabobezi kwenye eneo la uhifadhi kuhusiana na njia ya kugawa vitalu kwa mnada. Wameenda mpaka nchi za nje huko za kusini mwa Afrika ambapo kuna utaratibu huo, na wameona ni utaratibu ambao una faida kubwa. Kwa mfano, kitalu kizuri kabisa cha grade 1 kinaweza kikauzwa mpaka dola milioni 2 za Kimarekani, takriban bilioni 4.5. Lakini sisi kwa utaratibu wa sasa hicho kitalu tuna kiuza kwa dola 60,000, kitalu cha grade 1 best kabisa kwa dola 60,000 ambayo ni takriban shilingi milioni 130. Kwa hivyo angalia, kati ya kutoka milioni 100 labda na 30 mpaka kufikia kwenye bilioni 4 huko na milioni 500, tofauti ni kubwa sana. Kwa sababu ya uwepo wa hizo tafiti mbalimbali ambazo zilifanywa, lakini pia uwepo wa maelekezo ambayo yameandikwa kwenye mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 wa pili ambao umeanza kutumika 2016 utaisha 2021, lakini pia uwepo wa uchambuzi wa kina uliofanywa na timu ambayo ilikuwa inashughulikia mpango wa matokeo makubwa sasa, yani BRM, Big Results Now. Wamependekeza pia twende kwenye njia ya kugawa vitalu kwa mnada. Mimi nikaona kwa nini watu walikuwa hawagawi vitalu kwa mnada? Mbona hii ni njia ya wazi, ni njia rahisi. Ndio nikarudi kule kwamba inawezekana ni ile fursa ya wao kufanya maamuzi, lakini pia wao kuwa na fursa ya kujenga mazingira ya rushwa. Lakini pia kundi la tatu lenye maslahi na utaratibu huu wa zamani ni kundi la wenye vitalu. Utaratibu wa zamani unatoa fursa kwa watu wanaomiliki vitalu kunegotiate. Kama umeshajuana na wale watu walioko ndani ya wizara na unaweza ukamfikia waziri ukazungumza naye, unajihakikishia kupata kitalu. Lakini pia nikagundua kwamba muda ambao kitalu anapewa mtu wa miaka 5 ni mfupi sana. Kwa hivyo kila mtu anataka apate kitalu kizuri. Kwa hiyo kuna ushindani mkali, na ndio maana mazingira ya rushwa yanakuwa yanaimarika, kwa sababu kila mtu anataka apate kitalu kizuri kwa sababu anajua ni kipindi cha miaka 5. Lakini kama kitalu hata kama kikiwa kibaya, hakina wanyama leo, kimekuwa degraded, ukimpa kipindi cha miaka 10 au miaka 15 leseni, maana yake kila mtu atakubali kuchukua ile kitalu chochote kile kwa sababu si atakitunza. Atakitunza mpaka kitakapo kaa vizuri, alafu atafanya biashara yake ya uwindaji na kuleta wageni. Kwa hivyo nikagundua kuna mapungufu mengi sana kwenye utaratibu wa zamani. Kwa hivyo nikaamua kwanza kufuta mchakato wote wa vitalu ambao vilikuwa vimegawanywa, kwa sababu vilikuwa vimegawanywa kinyume cha sheria. Vitalu vingepaswa kugawanywa mwisho wa mwaka 2017, lakini vimegawanywa mwanzo mwa mwaka 2017 kinyume cha utaratibu. Kwa hivyo mchakato ulikuwa null and void, ulikuwa batili, na mimi nikaufuta ili kwanza tuweke uwanja mpya wa kuanza mchakato wa kugawa vitalu kwa njia hiyo mpya ya mnada. Na kwa maana hiyo tunapaswa tufanye mabadiliko ya kisheria ili kuendana na huo mchakato mpya sasa. Kwa hivyo tayari nimeshaanza kuongoza mchakato wa kubadilisha sheria, lakini pia kubadilisha kanuni ili tukipata ridhaa ya bunge na Mheshimiwa Rais akaridhia akasaini, maana yake sasa tutakuwa tumebadilisha utaratibu, na ndio tutatangaza sasa nini kifanyike. Na hili ni kundi la wanasiasa wakongwe, wafanyabiashara wakongwe, wenyeji, watu wenye network, watu wenye mtandao ndani ya serikali. Kwa hivyo hili kundi lenyewe lilikuwa linafanya kazi moja.
anachukua vitalu labda 5, analipia hiyo dola 60 ama dola 40 ama dola 10 kutokana na grade ya kitalu. Akishalipia yeye anaenda kukikodisha kwa mtu mwingine, kukipangisha kwa mtu mwingine kwa dola 200, dola 300, dola 500. Kwa hiyo hii yeye haendeshi kitalu wala hakilindi wala hafanyi kazi yoyote. Yeye ni kwa sababu ana connection na waziri ama ana connection na mkurugenzi wa wanyamapori. Wanazungumza, wanaweka deal, bwana tusaidie tupate kitalu. Akishakubaliana, akishapewa kile kitalu, yeye anaenda kukikodisha kwa mgeni. Kwa hivyo ile mgeni anakuwa anakiendesha, anafaidika na hicho kitalu. Kwa hiyo hili ni kundi lingine ambalo limekuwa na maslahi hayo kwa muda mrefu, na wengi waliomo kwenye hili kundi ni baadhi ya wanasiasa wa Kongwe, watu wenye connection na serikali, na wamekuwa wakifanya hivyo kwa miaka. Kwa hivyo ni kama vile walikuwa wanafanya biashara ya real estate ya kupangisha, kwa sababu unapangisha kama ni kazi una gorofa unapangisha, lakini hufanyi chochote, mwisho wa siku unakula pango tu. Kwa miaka 5, mfano akishapata kitalu kizuri, kwa miaka 5 kila mwaka akiwa anapata dola zake 300, ana hasara gani? Kwa mwaka dola 300 si ni mshahara mkubwa sana. Kwa hivyo hayo ndo makundi yaliyokuwepo pale. Kwa hiyo niliposema nafuta ule mchakato, kwa kweli kumetokea frustration kubwa sana kwenye sekta ya uwindaji wa kitalii. Utalii wa uwindaji, yani consumptive tourism. Na wadau hao wamekuwa wakinishambulia sana. Kwa sababu hiyo tu nilikuwa nimeamua kusimama imara na kutotetereka, kwa sababu najua tukienda kwenye mchakato wa mnada tutapata pesa zaidi, lakini pia utaratibu utakuwa wazi, lakini pia na mimi nitabaki salama kwa sababu nitaonekana sijavuta kutoka kwa wenye vitalu. Kwa angalau jambo moja ambalo lilikuwa likiangusha mawaziri sana nitakuwa nimelipatia tiba. Hakuna mbunge ama mwananchi ama nyie waandishi wa habari atakuja siku moja aseme Kigwangalla amevuta kwenye vitalu, kwa sababu mchakato utakuwa wazi na kila mtu ataona kwamba mchakato huu ni wazi. Kwa hiyo waziri hajashiriki jambo lolote lile la rushwa ama matumizi mabaya ya ofisi. Kwa hiyo nitakuwa salama. Sijawahi kusema hiyo kauli, ni uongo tu. Ni uzushi ambao umeenezwa kwa nguvu sana na makundi hayo ninayozungumzia yenye maslahi mbalimbali tofauti kwenye eneo moja lenye mgogoro ambao umedumu kwa zaidi ya miaka 26, inajulikana kama Loliondo. Sasa mfano Loliondo ukizungumzia kwenye hiyo sheria ya Fauna Conservation Ordinance, hiyo sheria ya mwaka 1951, sheria hiyo ilitangaza eneo la Loliondo ambalo lina kilomita za mraba 1400 kwamba litakuwa pori tengefu. Na pori hili tengefu linapakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti ambayo baadaye ilikuja kuanzishwa mwaka 1959. Na wakati hifadhi ya taifa ya Serengeti inaanzishwa mwaka 1959, mjadala ulikuwa mkali sana na ulidumu kwa zaidi ya miaka 8 kati ya watawala wa wakati huo na wenyeji wa kabila la Kimasai ambao walikuwa wanaishi ndani ya Serengeti kwenye eneo linaloitwa Moru. Wale Malaigwanani 12 wakakubaliana na serikali ya wakoloni kwamba watatoka kule Serengeti waje wakae kwenye pori tengefu, kwa sababu sheria ile ya Fauna Conservation Ordinance ya mwaka 1951 ilikuwa inaruhusu kwenye pori tengefu kufanyika shughuli za kibinadamu. Kwa hivyo sheria ile iliruhusu kwamba Wamasai wale hata wakitolewa kwenye hifadhi kule kwenye Serengeti wakaletwa kwenye pori tengefu la Loliondo hakutokuwa na madhara, kwa sababu sheria ilikuwa inaruhusu. Wakakubali kwa sababu pale ni jirani tu na pori la Serengeti. Kwa hiyo vyanzo vya maji ni vile vile, uoto ni ule, kila kitu kiko vile vile. Sema tu akatolewa kule ndani, wakaambiwa wakae hapa nje. Kwa hiyo conservation, uhifadhi ukaanza kufanyika pale kwenye eneo la Serengeti. Sasa hilo pori tengefu la Loliondo ni muhimu sana kwa uhai wa Serengeti kwa sababu ya uwepo wa vyanzo vya maji kwa zaidi ya 67 katika vijiji vilivyomo kwenye hilo pori tengefu la eneo hilo la Loliondo. Actually ndio hapo makao makuu ya wilaya yapo, kila kitu kiko pale.
lakini kwa sheria ile ya zamani ilikuwa inaruhusu kuchanganyikana kati ya wanyamapori na binadamu na shughuli za kibinadamu, shughuli za kiuchumi, na hususan watu wa kabila la Kimasai, kwa sababu wao hawalimi, wao wanafuga tu mifugo. Lakini sasa reality ya leo imebadilika. Kwa hivyo kumekuwa na mgogoro toka mwaka 92 kwa haraka, ambapo kuna kampuni ya wawekezaji kutoka nchi hizi za Falme za Kiarabu walipewa kibali cha kuwinda katika pori tengefu la Loliondo. Kwa hiyo kimsingi kibali cha kuwinda kwenye pori tengefu la Loliondo ambalo lina kilomita za mraba 4000 kilitolewa toka mwaka 92 na kimekuwa kinahuishwa kila baada ya kipindi cha miaka 5 kuisha. Ilitokea kashfa kubwa, nafikiri unaifahamu, ikaitwa Loliondo Gate. Kukaa kuna mgogoro mkubwa sana pale, na umedumu kwa miaka zaidi ya 26 sasa. Kwa hivyo mimi nilienda kule kujifunza, kwa sababu nilisema huu mgogoro umekuwa ni wa muda mrefu sana, miaka 26. Mgogoro utatuliwi kwa sababu gani? Lakini pia kabla sijateuliwa, wiki 2 zilizokuwa zimepita, nilikuwa nimesikia kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu umefanyika kwenye eneo lile. Watu wamechomewa nyumba zao, watu wamebakwa. Nikasema hapana, sasa mimi ndo nimeteuliwa leo kuwa waziri wa maliasili na utalii, na mgogoro inaonekana ni baina ya wananchi ambao tunawaongoza na sisi serikali. Kwa hiyo nikasema mimi ni lazima nijifunze kuelewa mgogoro pale ni nini, na mgogoro ambao umedumu kwa miaka 26. Kwa hivyo nikaenda kule. Nilipofika kule, kimsingi sikutoa uamuzi wowote ule. Na sikutoa uamuzi wowote ule kuhusu utatuzi wa ule mgogoro, kwa sababu uamuzi tunausubiri kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa sababu Waziri Mkuu alikuwa ameshaunda kamati. Kamati imefanya kazi kubwa kwa muda mrefu na imeshatengeneza ripoti na imeshampelekea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa yeye na vyombo vingine vya juu huko watashauriana nini itakuwa suluhu kutokana na mapendekezo ya ile kamati, na sisi tunasubiri tupewe maelekezo. Lakini nikasema huwezi kujua, mkubwa anaweza akakuuliza wakati wowote ule, bwana, hivi nyie mtazamo wenu ni nini? Wewe ndio waziri wa maliasili na utalii, unaonaje hili swala? Alafu ukasema hujui, utaonekana bogus. Kwa hiyo nilienda kujifunza ili niweze kujua nini kinafanyika kule. Nadhani wako organized sana. Walinishambulia kweli kweli. Na mashambulizi yao yalikuwa kila kona. Na kimsingi yalilenga kuonesha kwamba mimi sina nisemeje sijui, kwamba mimi sina uhifadhi ndani yangu, yani kwamba mimi sina moyo wa kuhifadhi, yani mimi nitavuruga hii wizara. Yani ilikuwa nataka kujengwa hiyo taswira kwamba nitasababisha tafrani kubwa sana, nitavuruga kazi, kwamba kuna watu wamefanya kazi nzuri sana toka nchi hii anze, lakini mimi ndio nitakuja kuwa mharibifu wa Serengeti, kwamba nimeruhusu wananchi waingize mifugo Serengeti, nimezuia operation, nimezuia ulinzi. Kitu tofauti kabisa na nilichokisema. Uzuri nilikuwa kwenye record, nilikuwa kwenye video na mikanda ipo, na sikusema kwamba eti wananchi waingize kwenye Serengeti. Na nilirudia mara 3 kukataa kwamba kwenye Serengeti hapana. Na nikasema mifugo ambayo ilikamatwa ndani ya Serengeti, hiyo muitoze faini kwa mujibu wa sheria. Ile ambayo ilikuwa kwenye pori tengefu la Loliondo muiachie. Kwa sababu tunaongoza nchi hii kwa mujibu wa sheria. Na ndivyo misingi ya utawala bora inatutaka. Tufuate sheria. Sasa huwezi kutumia mabavu kwenye eneo ambalo hauongozwi na sheria. Unaongozwa na nini sasa? Utashi wako? Hapana, kila mtu ana haki kwenye nchi. Kwa hivyo upotoshaji ukawa mkubwa na ninajua utaendelea. Lakini baadaye nikaja nikagundua kwamba kuna makundi mengi sana ambayo nimekanyaga maslahi yake. Na hayo makundi ndio ambayo yanatengeneza syndicate ya kutaka kuniangusha. Lakini mimi kwa sababu nilifanya maamuzi kwa nia njema, kwa nia kutenda haki, kwa nia kusimamia sheria na taratibu, niliona kwamba vyovyote vile watakavyofanya sintohangaika nao, kwa sababu nimesimama kwenye njia ya haki, na hata siku moja dhuluma haijawahi kuishinda haki. Haki haijawahi kuanguka. Haki huwa inasimama tu. Kwa hiyo nikasema kwa sababu natenda haki, Mungu atanifunika
na neema na baraka zake, na hakuna kitu kitakachonipata kwa sababu nimetenda haki, na kwa dhati ya moyo wangu ni haki, na naamini ni haki, na sikukiuka sheria, itakuwa niko sawa tu. Kwa hivyo kilichotokea ni upotoshaji. Katika maeneo ambayo nimekuta watangulizi wangu wamefanya vizuri pale wizarani ni pamoja na hilo. Wamedhibiti sana kwa kiasi kikubwa sana vitendo vya ujangili. Idadi ya wanyamapori imeongezeka sana sasa hivi. Sasa hivi katika kazi ambazo nitapambana nazo kila siku kwenye simu yangu itakuwa ni malalamiko ya waheshimiwa wabunge, malalamiko ya wananchi, malalamiko ya waheshimiwa madiwani juu ya kuingiliwa na wanyamapori kwenye maeneo wanayoishi ama kwenye maeneo wanayofanya shughuli zao za kilimo ama ufugaji. Kwa sababu idadi ya wanyama imeongezeka sana. Na ni kwa sababu kazi ambayo tunaifanya pale wizarani kwa sasa ya kudhibiti ujangili kwa kutumia mbinu za kiintelijensia inaleta mafanikio makubwa sana. Yaani mimi kila siku napokea message za hatua tunazopiga kushughulika na mitandao hii ya majangili. Tunaifumua sana. Na ndio maana umeona tunakamata siweki kwenye public kwa sababu za kiintelijensia, lakini na taarifa nyingi sana za watu wengi ambao wanajishughulisha nayo mambo. Na hatuishii kumkamata tu mtu ambaye tunamkamata na silaha ama tunamkamata na nyara za serikali. Tunahakikisha mtandao wote tunaujua, tunaufumua, ndipo tunachukua hatua. Hatuishii hapo. Tumeshazitambua ngazi mbalimbali za mtandao huo, kuanzia kule kwa mtu anayeua, kwa mtu anayeuza silaha, kwa mtu anayeuza risasi, mpaka kufikia kwa mtu anayeuziwa nyara, mpaka kufikia kwa mtu anayesafirisha na namna wanavyosafirisha. Kwa hivyo tunashirikiana na Interpol na mamlaka nyingine za kimataifa kuwafumua hawa watu popote pale walipo. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tunafanya vizuri sana.